kuwepo na linakuwepo kwa njia ya imani. Haleluya. Amen. Na likiwepo tayari limeishi kwa imani, na imani inakuwa imepiga hatua, imesonga hatua ya pili, ya tatu, kwa maana imani inakuwa kwa kile kinachotaraji kinaonekana kimefanyika tayari. Nasema imani nimetoka hatua moja imani kwenda hatua nyingine, nimeishi kwa imani. Anasema mwenye haki sasa nimeishi kwa imani. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tuangalie katika kitabu cha Waebrania sura ya 10. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Tuone pale. Waebrania sura ya 10 mstari wa 38. Biblia inasema, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita roho yangu haina furaha naye. Unaona? Kwa maana mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Mwenye haki yupi? Aliyetubu na kumwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, katika kitabu cha Warumi 10:12 pale 13-14. Kwamba mwenye haki wangu, kwa maana huyo mtu ametubu dhambi, anasema ataishi kwa imani. Anasema akisita roho yangu haina furaha naye. Kwa hiyo katika kitabu hiki tunafundishwa kwamba kumbe ninapokuwa na imani ya kumwamini Yesu, lakini nikawa na moyo wa kusita katika mambo fulani, nikawa na moyo wa kusita wa kutoamini mambo fulani kwamba Mungu anafanya, tayari hiyo inaweza kama ni dhambi na simpendezi Mungu. Kwa maana ni kusudi nimpendeze Mungu, lazima niamini ya kwamba anafanya, niamini kwanza yeye yupo na kwamba anatenda. Sasa kama sijaamini kwamba Mungu anaweza kutenda hili, nikiwa na moyo wa kusita, nikiwa na moyo wa mashaka, tayari tunaangalia kwamba mimi siwezi kumpendeza Mungu. Kwa hiyo kuishi kwa imani ni kuwa na uhakika na kuamini ya kwamba Mungu anatenda, na hili ninalolihitaji Mungu ananifanikisha, na kila ambalo ninaamini linafanyika. Mungu ndiko kuishi kwa imani. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa adui mkubwa wa kusababisha mtu asiwe rafiki wa Mungu ni kusita. Huyo ndiye adui wa kwanza. Unajua, tunapozungumzia watu wanaweza akawa wamefunga ndoa. Wanapokuwa wamefunga ndoa, wanakuwa wanapendana, wana amani, wanaishi, wana furaha. Wengine hata wanapoenda sokoni, wanapoenda kununua kitu, wanakuwa wanaambatana, kwa maana wana mahusiano, wanapendana. Sasa ni namna gani wakati mwingine hawa watu wafarakane, wasiishi katika upendo, wasiwe marafiki? Huwa wakati mwingine ni maneno yanayotoka nje, maneno ya uchongezi. Ndio maana umbea ni kitu kinachoweza kusababisha ndoa pamoja na watu ambao wanapendana wakafarakana. Kwa maana umbea ni maneno yale ya uchongezi, maneno yale ya utetaji, yanapoingia yanabadilisha aina fulani, tayari mtu anaangalia upendo wake na uondoka, sababu kuna kitu kimemharibu. Sasa shetani wakati mwingine anapoona mtu anaenenda ameambatana na Mungu, kwa maana kuambatana na Mungu ni kuishi kwa imani, na yeye kwa sababu anaangalia sisi kama bibi harusi wa Kristo tunaambatana, tunatembea naye katika kazi, katika maisha, tunaishi naye, tunakula naye, tunaenenda vizuri, anaona wivu, anaangalia ni namna gani silaha anayokuwa anaitumia shetani wakati mwingine kutenganisha urafiki kati ya mtu na Mungu ni kuleta kusita, kuleta mashaka, kuleta woga. Kwa maana kwamba vile vitu anapovitupia ndani ya maisha yako, ukaamini woga, ukaamini mashaka, ukaamini kutokuamini, ukasita, tayari anakuwa amekata mahusiano, kwa sababu Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani, na mtu anaishi kwa imani ndiye anayempendeza Mungu. Kwa hiyo akikutoa kwenye mlango wa kumpendeza Mungu kwa imani, tayari ukaanza kuwa na mashaka na kusita kwamba katika mambo haya inawezekana hili jambo haliwezi kufanyika hivi, ukawa na mashaka, tayari amekata kiambaza cha kumpendeza Mungu na mahusiano ya karibu. Kwa hiyo hiyo ndio silaha wakati mwingine shetani anaitumia kuleta woga, kuleta mashaka na wasiwasi katika maisha ya mtu. Lakini Biblia inasema mwenye haki wao ataishi kwa imani. Haleluya. Unajua kuishi kwa imani ni vipi? Kuna mtu aliwahi kuzungumzia akasema kuna jiwe
kule maji yanatiririka, kuna mawe